alitumia msalaba wa Yesu kuangusha ngome ya umaskini iliyofunga fikra zako kimfumo. Nakumbuka ya kwamba tumekuwa tukienda kwako kama wewe uliokuweko jana, kama ukuepo. Mstari tunaotembea nao ni wa Korinto wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Wa Korinto wa pili sura ya 8 mstari wa 9 unaosema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa lugha iliyo nyepesi, kuna vitu vilivyofanyika pale msalabani ambavyo viliachilia neema, na ndani ya neema kuna vitu vingi, na kati ya kitu kimoja wapo ni kutusaidia tutoke kwenye umaskini. Tutoke kwenye umaskini, tuingie katika utajiri ule ambao Mungu aliokusudia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie jambo hili kwa mtiririko leo ufuatao. Jambo la kwanza, umaskini ni mfumo wa kufikiri na utajiri ni mfumo wa kufikiri. Umaskini ni mfumo wa kufikiri na utajiri ni mfumo wa kufikiri. Kwa wale waliokuweko jana, ni kama vile na kuwekea sentence moja ambayo inaweza kabeba kitu kilichokizungumza jana, kama ulikuwa unakitizama katika upana wake. Wakati tunaangalia juu ya swala la kufikiri, Mithali 23 ule mstari wa 7, Mithali 23 mstari wa 7a inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Nataka uone jinsi ambavyo tokea kwenye bustani ya Eden, eneo lililoshambuliwa lilikuwa la fikra. Na mashambulizi yaliyopita pale yakaharibu kila eneo la maisha ya mtu. Na eneo moja wapo ni juu ya maisha yake ya kila siku. Ale nini, anywe nini, avae nini, akae wapi, astawi kwa namna gani, aendelee kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua, saa nyingine huwa ninawaza kwa wale ambao wanapenda kutizama kwenye TV, au unapata nafasi ya kupanda ndege, au ukaona watu wanapeleka vyombo vyao mpaka mwezini. Umewahi kufikiri akili zao huwa zinafikiri nini? Kwa sababu mwezini hawajawahi fika. Hata urefu wake hawajui. Hawana uhakika hata haya mafuta yatafika. Sasa wanawezaje wakakalkulate kwamba haya mafuta yataenda na kurudi? Tulipanda ndege moja kubwa sana na mama, alafu tukasema wazungu wana shida. Wanatengenezaje ndege ambalo linaweza likachukua watu mpaka 700? Unajua 700 kwa wakati mmoja. Mnaingia milango 5 au kuingia hapo, mnaingia kwa namba, hiyo namba iko kama ghorofa, iko hapa chini wanachukua 350 na hapa juu 350. Watu 700 wanakaa kule ndani. Sasa wakaa kule ndani watu 700, lazima kuwe na chakula cha kuwalisha, na linakaa hewani ni hata masaa 10-12. Kuwe na hewa ya kutosha, kuwe na maji ya kutosha, lakini pia wabebe na kilo zao. Tukaingia kwenye ile ndege, tukasema Mungu tusaidie tu sasa. Hao jamaa walikuwa na wasani, litanyenyuka sasa. Na tulikaa mahali ambapo tunaweza tukaangalia spidi ya ndege tukiwa ndani ya ndege. Kwa hiyo inaondoka, unaona na spidi yake inavyoenda, naenda spidi yake.
kabla halijaruka likafikia spidi ya 350 kwa saa. Unajua spidi ya 350 kwa saa, gari yako haijafika hapo. Ikifika tu spidi 200, gari yako ni shida. Sasa fikiria limebeba kitu kikubwa namna hiyo, alafu limeenda spidi 350, liko chini, alafu linanyenyuka lilinyenyuka pole pole likaenda, halina vurugu. Tukashangaa. Lakini ninachojaribu kukufikiria, kama mwanadamu mwenye dhambi anaweza akafikiri hivi, Mungu alikuwa anawatuazia akili ya namna gani kama wanadamu? Ashindwe shetani kwa kweli. Kwa sababu ametuharibia kitu kikubwa sana. Lakini mwanadamu ndio tumfungulia mlango, kwa hiyo hatuwezi kumlaumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kukufikirisha kidogo kitu Mungu anachokuwazia, kwa sababu unaweza usielewe anaposema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kiwango chako cha kufanikiwa kwako kinafanya kazi kimfumo. Kufikiri kunafanya kazi kimfumo. Umaskini ni mfumo na utajiri ni mfumo. Na Mungu alituletea msalaba wa Yesu Kristo ili aweze kutusaidia kimfumo. Ndio maana alikuwa maskini ingawa alikuwa tajiri. Maana yake nini? Ilibidi aingie kwenye mfumo wa kwetu. Alipoingia kwenye mfumo wa kwetu, akafanya kwa namna ambavyo akashinda vile vitu ambavyo Adamu wa kwanza alishindwa, ili awe msaada kwa wale watu wote wanaomtegemea. Na ndio maana huwezi kufanikiwa na kupata msaada wa msalaba kama imani yako haijakaa sawa. Naposema haijakaa sawa, maana yake ni kwamba msalaba ulipokuja ni kutufungulia nguvu za Mungu, uhalali na haki ya kutumia nguvu za Mungu, kutusaidia kutufungua toka kwenye kifungo tulichofungwa. Kifungo cha kwanza mwanadamu alichofungwa nacho ni fikra, kwenye bustani ya Eden. Na akiwa uko ndani, shetani akazivuruga. Biblia inasema sija kawaharibu fikra zenu. Akaharibu, maana yake akazivuruga zisifanye kazi zinavyotakiwa, zisipate kitu kinachotakiwa kwa ajili ya kufanya kazi pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kufuatana na Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, msalaba uliachilia neema ambayo inaweza kukutoa kwenye umaskini kimfumo, kwa kutizama mfumo wako wa kufikiri, na ukakuingiza katika utajiri kifikra kwanza. Sasa angalia Mungu anachotafuta. Ukiwa maskini au ukiwa tajiri, usifikiri nje yake. Kumbuka hilo. Si kila aliye tajiri ametajirishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kwa hiyo hata wapumbavu wanafanikiwa. Mpumbavu maana yake ni kwamba anajua cha kufanya lakini hafanyi. Mjinga ni yule ambaye hajui cha kufanya kabisa. Kibiblia kuwa mjinga si tusi, na kuwa mpumbavu si tusi. Inaeleza hali za watu walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza ya kwamba kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Nataka uunganishe kila wakati na hilo. Msalaba kama Kristo hakufufuka, hautusaidii. Ndio maana kulikuwa na misalaba mitatu Yesu aliposulubiwa. Ilipelekwa kwa makusudi. Biblia inasema walipelekwa wale wawili wasulubiwe pamoja naye. Ilikuwa ni kwa makusudi, kwa ajili ya kutusaidia sisi, ili imani yako isiwe kwenye msalaba tu,
lazima iwe kwenye msalaba ambao aliyesulubiwa hapo. Alikufa, akazikwa, akafufuka. Kama Kristo akufufuka, imani yetu ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwezi kuweka imani kwenye msalaba wa upande wa kushoto wala wa upande wa kulia. Unaweka imani yako kwenye msalaba wa Yesu, kwa sababu kuna kitu kilikuwa kinafanyika pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.